Hivi karibuni katika mitandao yetu ya kijamii kulisambaa taarifa inayoonyesha kwamba kuna changamoto katika kitengo chetu cha ardhi katika halmashauri ya manispaa ya Ilemela juu ya utoaji wa huduma za sekta ya ardhi, ambapo imeonekana kuna utoaji wa huduma ambao una usumbufu na usiokuwa bora na wenye tija kwa jamii na kwa wananchi kwa ujumla. Nipende tu kusema kwa kweli tumeipokea taarifa hiyo na tumeipokea, na sisi kama wataalamu na kama watumishi tumeichukua hatua za kuifanyia kazi. Sisi kama mkoa kwa pamoja tumeifanyia kazi, na hatua ya kwanza kabisa tumekuwa na kikao na watumishi wenzetu wa sekta ya ardhi halmashauri ya manispaa ya Ilemela, ambapo tulikuwa pamoja nao pamoja na management yote ya mkoa kwa maana vitengo vyote vya sekta ya ardhi. Kwa hiyo moja ya jambo ambalo tunapenda kusema tuliojipanga nalo kwanza ni kutoa elimu. Na nini tumejipanga? Sasa kupitia utaratibu tulionao tumekuwa tukiendesha mojawapo elimu ni kwenda kufanya kliniki ili kuwasogelezea karibu huduma wananchi. Kwa moja ya jambo ambalo sasa hivi tumejipanga nalo tutakuwa na kitu kinachoitwa mini clinic, ambapo mini clinic maana yake ni kwamba tutakwenda kwenye kata, na kwa kuanzia katika halmashauri zetu mbili za manispaa ya Ilemela na jiji la Mwanza tutakuwa na tutapeleka watumishi wetu katika kata mbili. Kwa mfano kwa Ilemela tutakuwa na kata ya Kahama na kata ya Buswelu, ambapo tutapeleka kwenye vituo hivyo vya ofisi za kata wataalamu wetu takriban 10 kwenda 15 kwenye kila kituo. Kazi ya kule ni kuhakikisha wananchi wote wenye kuhitaji huduma hasa za kuanza kumilikishwa ardhi zao wafike kwenye hayo maeneo ili waweze kwanza kuweza kupata utaratibu wa kufungua akaunti zao za e-ardhi na kuanzisha maombi yao ya kumilikishwa, na baada ya hapo taratibu zingine zitaendelea kwa kiwepo na watumishi wetu huko, na kwa sababu ni za kimfumo zitafika kwa maafisa na maafisa watazikamilisha. Kwa hiyo niwaombe sana wananchi wote wa maeneo ya manispaa ya Ilemela na hususan walio karibu na kata za Kahama na Buswelu wajitokeze kuanzia wiki ijayo Jumatatu. Tutakuwa kwenye hayo maeneo kuendesha mini kliniki ya kutoa huduma za sekta ya ardhi hasa za kuanza umilikishwaji wa hatua za umilikishwaji. Kwa hiyo na katika wilaya jiji la Mwanza tutakuwa katika maeneo ya Buhongwa, Kishiri pamoja na pale katika eneo la Igoma. Kwa hiyo tunaomba sana. Lakini kingine ambacho tumekiona ni kwamba tunakwenda kuboresha utoaji huduma zetu. Ni kweli tumekuwa tukiwahudumia wananchi na tumebaini baadhi ya wananchi walikuwa wanapewa majibu yao kwa njia ya mdomo baada ya kupewa majibu kwa njia ya maandishi. Kwa hiyo maboresho ambayo tumeasisitiza na tumeelekeza kwa watumishi wetu wote ndani ya mkoa wa Mwanza na kwa kuanzia Ilemela na jiji la Mwanza, kuanzia sasa mwananchi anayehitaji huduma baada ya kufika na anahitaji huduma anatakiwa kwanza maombi yake yapokelewe kwa utaratibu kwa checklist, na baada ya kuonekana yamekamilika vigezo vyote basi ndipo yatakapopokelewa, na lazima mhusika wasilisha aandikishe jina lake na namba ya simu pamoja na namba ya simu ya yule mmiliki kama yeye ni mwakilishi. Lakini pamoja na hayo, pale inapobainika kuna changamoto aidha ina mapungufu nyaraka zilizowasilishwa au kuna mapungufu yoyote ambayo yamebainika wakati hatua za umilikishaji au za kupewa huduma aliyohitaji zinaendelea, basi mwananchi huyo atapewa barua yake ndani ya siku 7 baada ya kuwa amewasilisha ombi lake. Kwa ndani ya siku 7 pale inapobainika kuna mapungufu ya nyaraka au mapungufu ya kitu kinachoonekana kukwamisha ukamilikaji wa huduma, ndani ya siku 7 mwananchi huyo atapewa barua majibu ya maandishi. Mengine ambayo tumeelekezana katika kuboresha utoaji wa huduma ndani ya mkoa wa Mwanza ni kwamba niwaombe sana ni kwamba watumishi wetu, kwa sababu tunafanya kazi kwenye mfumo wa kielektroniki, wanayo miamala, yani maana yake zile process ya kumilikisha sasa ambazo tunaita miamala, labda kiwanja cha kumilikisha namba fulani kina namba ya muamala kinayotembea kutoka kwa mtu kwa afisa mmoja kwenda kwa mwingine. Nimeelekeza kwamba kwa zile miamala ambayo wameipokea hadi leo tarehe 17 mwezi wa 4 2026 hadi kufikia Jumanne ambapo itakuwa tarehe 21 mwezi wa 4 mwaka 2026
miamala yote ambayo afisa anayo imemfikia kwake hadi leo tarehe 17 iwe ameshaifanyia kazi kwenda kwa mtu mwingine. Kwa hiyo tutafanya ukaguzi kuanzia tarehe 21 kubaini watu wote ambao wamekaa na miamala hadi tarehe hiyo ambayo ni ya kuanzia siku za nyuma hadi tarehe 17, na tutachukua hatua stahiki kwa mujibu wa sheria. Maboresho mengine ambayo tunakwenda kuyafanya kama sekta ya ardhi mkoa wa Mwanza, sisi wakuu wa vitengo vya sekta ya ardhi wa mkoa ambao tuko sekta kuu 5 kwa maana ya afisa mipango miji wa mkoa, kuna mthamini wa mkoa, kuna mpima wa mkoa, kuna kamishna wa ardhi mkoa, lakini kuna msajili wa hati mkoa. Tutakuwa tunakwenda kutoa huduma za sekta ya ardhi kwenye halmashauri zetu hizi mbili ya manispaa ya Ilemela na jiji kwa mara moja kila wiki. Kwa hiyo tutakuwa tunakwenda, hasa itakuwa ni siku ya Alhamisi. Lakini pamoja na kwamba tutakwenda huko, bado tunawakaribisha wananchi. Ofisi yetu ya ardhi mkoa iko wazi, ambapo tuko kwenye jengo la pale ambapo liko karibu na karibu na uwanja wa michezo wa Nyamagana. Waje kwenye ofisi zetu za ardhi mkoa waweze kupata huduma pale ambapo wanaona kunahitajika, pengine kuna changamoto. Lingine ambalo tumeona tufanye maboresho, tutakuwa na madawati ya utoaji huduma. Ukiachilia mbali wataalamu ambao watakwenda huko kwenye kata nilizozitaja, lakini kwenye kila manispaa tutakuwepo na dawati ambalo litakuwa hao wanaopokea wananchi, lakini wanaotaka kuanzisha miamala, lakini na kuwapa elimu ya namna ya kufunguliwa akaunti. Lakini pia kutakuwepo na hapo kutakuwa na dawati na afisa ambaye kazi yake itakuwa ni kuhakikisha kama kuna jambo ambalo linahitaji utatuzi wa ngazi ya mkoa, basi atalichukua na kumjazisha fomu maalum huyo mwananchi ili alipokee, na baadaye, kwa sababu kila wiki tutakuja kwa ajili ya kuhudumu katika manispaa, basi atapangiwa siku ambayo tutamsikiliza tukiwa kwenye eneo la manispaa hapa badala ya kumfanya aje ngazi ya mkoa. Lingine la mwisho ni waombe sana wananchi wangu wa mkoa wa Mwanza wanaopata huduma za sekta ardhi. Tumekuwa pia kuna changamoto ipo ya kwamba ni kweli tunajua sekta ardhi wakati mwingine ni ngumu mtu kumove kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine kutokana na changamoto ya umbali. Kwa hiyo lakini tunaomba sana, tungependa sana wale ambao pengine kwa namna moja au nyingine wanahitaji huduma ya sekta ardhi kwa kuhitaji kufika kwenye ofisi zetu, ni vyema wakafika wao wenyewe ili basi tuwape huduma wao moja kwa moja wateja wetu. Na pale inapoonekana kuna changamoto ya kufika, basi tunaomba sana hao wanaowaagiza kama wawakilishi wao, kiutaratibu wanatakiwa wape nguvu ya kisheria, yani kuwapa power of attorney. Niwaombe sana ndugu zangu wananchi wenye kuhitaji huduma za sekta ardhi ndani ya mkoa wetu wa Mwanza, ni utaratibu wa kawaida wa kisheria kwamba uwakilishi wa jambo lako ni vizuri ukampa mtu nguvu ya kisheria na uainishe ni nini ulichomtaka afuatilie au ni nini unachomtaka akafanyie kazi kwa niaba yako. Pamoja na haya ambayo tumeyatangaza maboresho, Wizara yetu ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi kupitia kwa Katibu Mkuu inaendelea kufuatilia kwa karibu watu wote ambao kwa namna moja au nyingine wamesababisha kuwepo kwa changamoto hii, na pale ambapo watabainika, wale wote ambao watabainika kuwa chanzo na kuleta usumbufu huu wa utoaji huduma kwa wananchi wetu, kwa wadau wetu wa sekta ardhi, hatua kali za kisheria zitachukuliwa na za kinidhamu na za kwa mujibu wa taratibu za utumishi zitachukuliwa dhidi yao.